Ndugu zangu wana Simba, itakuwa ni fedheha isiyokuwa na kifani. Kombe liko katika ardhi ya nyumbani kwetu, alafu kombe hili likaondoka na mgeni. Hili ni katika jambo ambalo wana Simba litatuumiza miaka na mikaka, kama ambavyo tumeumia miaka yote kutoka mwaka 93 kombe limeondoka uwanja wa Taifa, hivi sasa uwanja Uhuru likaenda Ivory Coast. Tumebaki na maumivu kwa miaka 32. Ndivyo hivyo tutakavyoumia tena kombe likiondoka Tanzania safari hii na kwenda Morocco. Tuna kila sababu, tuna kila nguvu, tuna kila uwezo wa kulibakisha kombe hili nyumbani kwetu Tanzania, na kombe halibaki kwa maneno. Kombe la Afrika linabaki kwa commitment ya 100% kutoka kwenye kila eneo. Mashabiki, fanyeni kazi yenu kwa 100%. Wachezaji wakafanye kazi zao kwa 100%. Benchi la ufundi pamoja na viongozi, components zote hizo zikishirikiana kwa ufasaha, mnyama anachukua ubingwa Afrika msimu huu, ndugu zanguni, na kila Mwafrika atafurahia mafanikio hayo. Ndugu zanguni, kabla ya mechi kupelekwa katika uwanja wa Amani, tayari tulishaanza mchakato wa kuuza tiketi, na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi 16,000. Tiketi 16,000 maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa, na tena umepitiliza kwa watu 1,000 zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani unachukua watu 15,000 pekee. Kwa tiketi 16,000 ambazo tumeuza, maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na watu wengine 1,000 watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi? Tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu 16,000, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao, na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa 8 mwaka huu. Tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane. Tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena. Zile 16,000 ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza, katika watu 16,000 watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu 2,000 pekee, watu 13,000 wataingia kutoka wapi ambao hawajanunua tiketi? Imeeleweka sijui? Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya. Lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi 30,000 VIP, shilingi 20,000 VIP-C ama shilingi 7,000 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-card. Itakapofika Simba Day,
watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi kila mwana Simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. VIPA itakuwa ni shilingi 50,000. Jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi 30,000, na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi 10,000. Na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya finali dhidi ya RS Berkane. Kwa ile ya awali itabaki kama ilivyo, alafu hii mpya utakaonunua ndiyo ambayo itasoma kwenye system siku ya kuingia uwanjani. Lakini vile vile tutakuwa na ndege maalum kwa wale ambao watahitaji kusafiri kwa ndege kwenda kutazama mechi na kurejea nyumbani siku hiyo hiyo. Shirika la ndege la Tanzania ATC, ambao sisi ni wadhamini wetu na walitupeleka bure kwenda na kurudi Morocco, tumeenjoy vibaya mno ndugu zangu. Nyinyi ambao hamkusafiri na sisi kwenye ATC, mmekosa maisha. Nani alikuwa? Amna hata mmoja. Hata Mavala ukwepo. Mmepitwa wanangu. Tumeenjoy kwenye ndege. Nitafuteni niwahadithie tulivyoenjoy kwenye ndege ndugu zangu. Ashukuriwe sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia. Yaani tumesafiri straight bila kusimama kituo hata kimoja. Dar Casablanca, Ujda Dar es Salaam. Nyinyi masaa 10 angani mnacheza namna hii tu. Siku nyingine mkisikia Simba tunasafiri na ndege ya mama, njoeni kwa wingi muenjoy, sawa? Ajadu ulikuwepo nilikuwepo. Ndo unajipitisha hapo nikuone nikutaje ulikuwepo. Jadu bana. Ile ulienjoy uongo? Ulienjoy. Na kwenye ATC kuna wali fulani hivi mtamu vibaya mno ndugu zangu. Unaulizwa pale wali nyama au wali kuku. Wewe. Na warembo. Na warembo.